Bwana sana. Kwa hiyo shughuli zitakuwa zikiendelea kama kawaida, kanisa linaendelea na shughuli kama kawaida, watu wanaendelea kufunga ndoa, wanaoa na kuolewa, wasomi wanaendelea kusoma na kuachiliwa, lakini ghafla Yesu anarudi. Amina. Na tukio hili la kurudi kwa Yesu kwa ajili ya kanisa litakuwa maalum kwa ajili ya kuwalinda, litakuwa maalum kwa ajili ya kuwalinda wateule waliopo duniani, litakuwa maalum kwa ajili ya kuwalinda wateule waliopo duniani wasipatwe na mabaya yatakayokumba ulimwengu wakati wa dhiki kuu. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu atawatoa watakatifu wake. Baadaye ndo sasa ataachilia adhabu yake duniani akiwa ameshawatoa. Hata tunaona hata wakati wa Nuhu, Mungu akamtoa Nuhu kwanza, akamuingiza kwenye safina, baadaye akaruhusu mvua. Hata kwenye Sodoma na Gomora Mungu akamtoa Nuhu, akamtoa Lutu, akamtoa kwanza, akaachia moto. Kwa hiyo Mungu huwa haangamizi wabaya na waovu kwa pamoja. Ukiona yanatokea tu ni majanga na nini na kanisa limo, kanisa nyie ombeni tu, lazima Mungu asaidie. Bwana Yesu sana. Ameruhusu tu kwa makusudi, lakini sio ile hasira yake. Amina. Amen. Soma Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 10. Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 10. Soma. Ndio. Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 10. Biblia inasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kwa jaribu wakaao juu ya nchi. Amen. Bwana Yesu sana. Anasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakutoa utoke katika ile saa ambayo iko tayari kujibu ulimwengu. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo atalitoa kanisa. Baada ya kanisa kutolewa sasa, ndipo tutaangalia huko mbele kitakachofuata. Amen. Sasa hili neno unyakuo wanasema rapture, yani kutwaliwa. Sasa sawa, yani ili tukio litatokea, watu watapotea kwa ghafla, lakini si kwamba utaondoka na miili hii. Amina. Si kwamba utaondoka na miili hii. Yesu atakapokuja pamoja na mwaliko wa malaika, neno la Mungu linanionyesha kwamba parapanda itapigwa. Walio watakatifu, walio na Roho Mtakatifu peke yao, hao ndio watakaosikia. Unaweza mkamko kwenye gari mke na mume, mke peke yake akaisikia parapanda, unabaki unashangaa mke hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa katika suala hilo la kutwaliwa, tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 50 mpaka 52. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50 na moja, mstari wa 51. Naomba uishie mpaka 54. Soma. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 1 mpaka 54. Ndio. Angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini tutabadilika. Ndio. Kwa dakika moja. Ndio. Kufumba na kufumbua. Ndio. Wakati wa parapanda ya mwisho. Ndio. Maana parapanda italia. Ndio. Na wafu watafufuliwa. Ndio. Wasiwe na uharibifu. Ndio. Nasi tutabadilika. Ndio. Maana sharti huu uharibikao kubaye kutokuharibika. Na huu wakufa kubaye kutokufa. Ndio.
basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa ile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi parapanda itakapolia, wale wafu waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa, na sisi kama utakutwa uko hai. Si kwamba watu wote lazima mfi wote, hapana. Kuna gani siku za mwisho Yesu atakuja, wewe bado unaishi. Amina. Lakini lazima huu mwili uvae kutokufa, uvae kutokuharibika. Lakini huu mchakato Biblia inasema kwamba itakuwa ni kufumba na kufumbua. Amina. Amina. Nadhani hapo itakuwa limeeleweka. Wangapi tunaelewana? Kwa hiyo kama kanisa ujiandae. Yaani usikubali kuimba tu kukaruka hivi. Na juzi ndio namkesha na vijana walicheza style fulani, nikamwambia baba, nikasema sasa uhuru ndani ya Yesu sasa umezidi. Bwana Yesu sana. Usikubali tu kucheza tu hauna Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye parapanda itakapopigwa ndio tutakapojua sasa nani alikuwa anaigiza, nani alikuwa ameokoka kweli kweli. Kwa sababu kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu hauwezi ukaruka juu. Sasa ule uwezo, ile nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yako, nitakaweka connection hii. Bwana Yesu sana. Wewe kuondoka na kutwaliwa. Sasa kama hauna ndio utabaki sasa. Bwana Yesu sana. Amen. Ya. Jambo la pili au sehemu ya pili ya kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili. Andika kurudi kwa Yesu kwa ajili ya taifa la Israeli. Kama kile spidi utaniambia. Leo kuna watu wengine wanatamani zile Injili wengine wakasinzia. Hawana hata pa kuandika, hawana Biblia. Bwana Yesu sana. Lakini kuna wengine waliokosa haya mafundisho. Mungu akutie nguvu nielewe vizuri. Amina. Kurudi kwa Yesu kwa ajili ya taifa la Israeli. Taifa la Israeli ni taifa teule la Mungu. Na msione wivu. Mungu alichagua. Amen. Mungu aliwaahidi kabisa, mtakuwa ni taifa langu na nyinyi mtakuwa ni watu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa